unaweza ukacheza hapo. Come on. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. Nione tunacheza. Come on. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet. We celebrate. We testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Come on, come on, come on. We testify. So we celebrate. For all you've done, Lord, we One more give you all time. the Come praise. on. We testify. So we celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Asante. Okay. Asante. Thank you. Asante. Tunaanza kwa uharaka. Nadhani majina hayahitaji kuwa na translation. Yes. Labda mtu awe anaitwa kwa Kiswahili. Kwa majina yangu naitwa Gospel Malali Deus. Natokea kanisa la EAGT chini ya mchungaji Deus Malali, askofu wa jimbo la Ukelewe mkoani Mwanza. Napendeni sana jamani. Ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza hapo Musti. Nimefurahi tangu siku ya kwanza nafika hapa. Nimeona upendo wenu, tutakuwa pamoja. Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Pregod Nasari. Natokea Arusha. Kanisa la EAGT Sayuni kwa mchungaji Dr. Leonard Mizarubi, katibu mkuu wa EAGT. Kwa majina yangu naitwa Mosi Madaso, nimetoka mkoa wa Simiyu. Kwa pastor anaitwa Yusufu Kazungu, na wapenda sana. Naitwa Ibrahim Daniel, natokea mkoa wa Tanga. Mimi nasali kanisa la KKT mkoa wa Tanga Kisosora. Nimejifurahika kuhudumu na nyie pamoja. Amen. Kwa majina naitwa Petro Masaru, natokea Mwanza katika kanisa la EAGT Kaenze kwa mchungaji Ezekiel Lota. Amen. Nawapenda sana kanisa. Eunice Benjamin Elasto kutoka Kahama, kanisa la EAGT Galaya Temple kwa mchungaji Rashidi Njenja. Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Sayuni Kennedy Mbimbi, nimetokea Iringa kwa mchungaji Kennedy Mbimbi, na wapenda. Kwa majina naitwa Ezra Joakim Mgaya, natokea EAGT Njombe kwa mchungaji Joakim Mgaya, nitakuwa pamoja nanyi, niko Musti. Amen. Kwa majina yangu naitwa Gloria Felix Kikote, nimetokea Dodoma kwa mchungaji Felix Kikote, nimeokoka na mpenda Yesu, tutakuwa pamoja. Mungu awabariki. Mungu atafanya njia wewe. Pambana, 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 pambana. Mungu atatenda tena. Umezunguka huku na kule bila msaada wowote, ila usikate tamaa wala usinungunike. Tupange mstari. Nataka tucheze. Sawa? Nataka tucheze wimbo mmoja. Sawa? Tupange mstari. Mstari. Msibanane. Africa medu mundo. 1, 2, 3, 4. Sikana manza. Wale huyu anotiba makombore. Mabladha muwasaidie. Africa medu mundo. Hey, hopo, hopo, hopo. 1, 2, 3, 4. Kana wangu wangu wanodan wanesikarangu. Bakazulini pisa, bakanyengetela. Ichapota nyika yawe Ichapota nyika yawe Kati na matemari Omu Afrika mbedi umundo Kati na matemari
Africa will be saved. Africa will be saved. Africa will be saved. I know your hope. Komorero hope. I know your hope. Africa. Africa will be saved. Africa will be saved. Makomorero hope. Lakini itabidi wewe unafuatilia. Tuna mahubiri ya Waingereza ya watu wa Mambele wanaohubiri kwa Kiingereza na mahubiri yetu. Ninapenda sana mahubiri ya watu wa Mambele huko wa Waingereza. Unajua unaweza kukuta injili inamhusu Shadrach, Meshach na Abednego. Kwa Kiingereza wakihubiri hiyo injili, huwezi elewa kabisa. Yaani unaweza kujua kabisa ni jambo, yaani unaweza ukaiona picha nzuri kabisa ya hao watu. Watakwambia tu Shadrach, Meshach and Abednego, this was the young boys who loved God. Najua yes, hao watu walikuwa wanampenda Mungu. These were the young boys who believe in God. Unajua yes, walikuwa wanamwamini Mungu, si ndio? Tuko pamoja? Ataendelea atasema these young boys, Shadrach, Meshach and Abednego, they were very passionate to worship God. Walikuwa na ule moyo wa kumtumikia Mungu. Yaani mnaona kabisa yes, this yeah. Lakini njoo kwetu. Apewe hilo somo lile, andiko lile, apewe mwinjilisti John. Apewe mwinjilisti John Tanzania hapa. Somo ni lile, Shadrach, Meshach na Abednego. Wana upendo, hawa watu wanamtumikia Mungu. Lakini kwa kuwa tu wamepewa mwinjilisti wa Tanzania. Sikia. Hallelujah. Kwa na vijana 4. Hapo anatafuta, ana gain momentum. Anakuambia hawa vijana walikuwa ni vichaa wa imani. Vichaa wa imani tena, you know? Baadaye anakuambia walikuwa ni machizi wa imani. Alafu baadaye anakoleza anakuambia nataka kila mmoja awe kichaa wa imani. Hapo wote mnabaki vichaa wa imani tena. Hao ndio walikuwa wanaompenda Mungu. Lakini by the way ninapenda sana malezi ya kina mama wa Mambele. Ni tofauti kidogo na malezi ya mama zetu wa huko. Unajua wenzetu kule mtoto anaweza kaa ameiba sukari au amedokoa nyama. Wenzetu mama anamuita, my daughter, yes mommy, what have you done? Yeah mommy, I was hungry so I took a meat. Yeye anamueleza kwamba nilikuwa na njaa nikachukua kipande ka nyama nikala. Na kesi imeisha. Yaani hapo kesi imeisha. Njoo kwetu. Njoo kwetu. Tasikia tu wetuma. Unaingia ndani. Hizi nyama aliyodokoa nani? Sasa hapo watoto najua wana ile nature wanasema sijadokoa. Okay, sawa. Nauliza tena kwa mara ya pili. Hizi nyama amechukua nani? Sijachukua mama. Sasa wamama wetu wana technique moja tu. Wakikuona umekazana kwamba unakataa, wanatumia technique ya pili, wanakubembeleza. Sikia mwanangu, sema sikupigi. Sasa jaa kwenye mfumo useme kama nilichukua. Jichanganye, jikoroge, jivuruge, sema nilichukua. Tasikia tu mwanangu, najua mimi nakupenda. Sema ndio mama. Mwanangu, sema tu sikupigi. Sikupigi. Haya. Mama. Chukua. Sema kwa hiyo huwa ushibi, si ndio? Utapigwa. Utapigwa. Usiombe uwe umedokoa sukari. Unajua kuna vitu waga vinaingiliana hapo. Ukiwa umedokoa sukari anaanza kuuliza, kwa hiyo wewe chumvi hukuona. Ukaamua uone sukari ulambe, si ndio? Unapenda vitamu, shika chini. Pilipili zile ukuziona eti unaamua kula. Wewe utapigika. Thank you for listening me. This is my time. Hallelujah. Makofi tafadhali, makofi tafadhali. Baba amekaa sebleni, afu mama ana ule wimbo wa humu duniani. Kwa unakuta ameplay ile nyimbo ya humu duniani, alafu anafungulia kwa sauti. Alafu ikifika kwenye kile kipengele cha humu duniani mimi nimepita, anarudi tena, sijaona mwanaume kama Yesu. Wewe baba unasema nini? Hallelujah. Unaweza ukaanza hata kumuonea wivu Yesu. Yesu ndo mwanaume. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Baba tunakushukuru kwa neema yako. Baba tunakushukuru kwa fadhili zako. Baba tunakushukuru kwa neema yako. Baba tunakushukuru. Baba tunakushukuru kwa neema yako. Baba tunakushukuru kwa fadhili zako. Baba tunakushukuru kwa neema yako. Come on. Hebu nisikie shangwe kwa Yesu. Neema yako imenifikisha hapa. Neema yako na imenileta hapa. Neema yako imenifikisha hapa. Ni upendo wako Yesu umenileta. Neema yako imenifikisha hapa. Ni upendo wako Yesu umenileta hapa. Ni neema yako imenifikisha hapa. Haya ni neema yako Bwana, upendo wako. Ni neema yako, ni neema yako imenifikisha hapa. Upendo wako. Come on. Bwana ni neema yako. Yesu neema yako. Baba neema yako. Neema yako. Bwana neema yako. Hey. Asante kwa neema wako. Asante kwa huruma zako. Asante Yesu, asante Bwana, asante. Oh, asante Bwana. Asante Bwana wangu. Nishukuru namna gani Bwana, nishukuru namna gani Yesu kwa upendo na fadhili ulivyonikirimia maishani mwangu. Sio akili zangu, sio ujuzi wangu, sio maarifa yangu Bwana, ni mkono wako umenibeba, ni neema yako imenibeba. Nikupe nini Yesu? Nikulipe nini Bwana kwa ajili ya fadhili zako? Fedha hazitoshi, mali hazitoshi, majumba na magari hayatoshi Bwana. Sifa hizi Bwana, tumekuja na neno moja ambalo ni asante. Tumekuja kushukuru kwa neno la asante. Hatuna chochote Bwana, hatuna cha kukupa. Sifa hizi Bwana, sifa hizi Yesu, zipokee toka ndani ya vilindi vya moyo wetu. Utukufu tunakurudisha Bwana, sifa tunakurudisha Bwana. Say asante kwa huruma zako Bwana, asante Yesu, asante Bwana wangu. Asante, asante Yesu, asante Bwana, asante.
cake. Hallelujah. Tuna keki ya kwanza kwa That's ajili the first ya one first year, for first year. lakini pia tuna keki ya pili kwa ajili ya baba. The second one for our father pastor. Na hizi keki zimenunuliwa kwa gharama. And this cake are very expensive. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo nitatamani tushirikiane katika kuikomboa hii keki, kwa maana ya kwamba asante. Thank you. Na ninaomba kwa heshima na taadhima na kwa kuheshimu kabisa, With a naomba respectful, tusome keki yetu I would like you imeandikwa. to read our cake, what has been written on our cake. Yeah. Yes. Hallelujah. Amen. I will read. We are one family. Our keki yetu imeandikwa sisi ni familia moja. Kuanzia sasa sisi ni familia moja. Usiogope. First year wote Asante. Precious ni familia moja. Brother, mimi kwa kukupendelea tu umetufungulia keki na umetusomea. For all that I've done there, unatupa shingapi? What amount are you going to offer us? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kama alivyoifungua keki na As I opened the cake before, nitagharimu kwa gharama 10,000. I'll give a 10,000 shilling for it. Makofi tafadhali. Makofi tafadhali, naomba keki uiweke kwenye, uitoe kwenye. Safi. Sasa jamani, ni waahidi tutakula keki. Amen. Let me promise you, everyone will get a cake. Amen. Kwa heshima na taadhima, by the honor or respectful manner, nimkaribishe Mr. Justin pamoja na mke wake. I would like to invite and welcoming forward Mr. Justin and his wife kuishiriki hii keki. To be the first one to take the cake. Mr. Justin, please most welcome here. Mr. Justin Hunda pamoja na mke wako, tafadhali tu wa kwanza kuja kula hii keki. Much forward please with your wife. Hallelujah. They look good. I'm so grateful. Wewe ni Mungu wa pekee milele. Hakuna wa kufananisha. Makofi tafadhali. Sasa unajua kuomba hela kwa Kiingereza ni kazi. All right. Me. Au nendeni tu mkakae. Thank you for your time. Yeah, wakakae. Shakosa hela tayari. Ngoja nitakutana naye pembeni, mwambie yani I was me money and me combined. Lakini namuonesha di mfano. This. You see? This. Me give. Hata si waelewe. Hallelujah. Hallelujah. Okay, basi now bila tena kupoteza wakati. Without wasting our time. Kwa heshima. With a respectful manner. Nitakuwa namkaribisha baba. I'll be welcoming our dear father and mother. Na and our pastor, the visitor one. Mchungaji wetu mgeni.
watakuwa wanakuja kula keki mahali hapa. They shall having a cake right now. Na nikaribishe festia watatu ambao watakuwa wanamlisha baba na watakayemlisha mama Can I have mshauri. 3 festias? Lakini pia atakayemlisha mchungaji wetu mgeni. Tafadhali ungepunguza size kidogo. Sio vita. Punguza kidogo. Asante bishe katibu kanisa mwazini pamoja na mzee wa zamu waweze kuchukua nafasi hapa mbele waweze I kushiriki. would like to welcome the high table so that they can eat a cake. Namba festia tena watatu waje wawalishe keki. Can I have 3 festias to do this? Mwinjilisti. Asante. Asante sana. Thank you very much. Makofi kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti. Put your hands together for our evangelist. Amen. Amen. Yeah. Sasa wakati huu ninaenda Now at this time kuwanyanyua wazee wa kanisa. I'd like to welcoming the elders of the church. Waweza kushiriki keki hii. Praise much God. Naomba tupite wote ambao tuko kwenye. These are our church elders. Naomba festia wa 5. Mama, tamlisha mama, tamlisha mama, tamlisha. Ongezeke mmoja tafadhali. Alafu utamlisha baba. Tuchukue tafadhali chap chap. Tuokoe wakati, tuokoe wakati. Wanauliza imekuwaje kufika hapa. Okay. Sasa wakishamaliza kula, mataifa yote yatakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika. Haya, kama hapa hujala keki. Blanco. Mataifa yote yatakusanyika. Franco. Naomba hapa kama haujala keki kale keki. Play steam.
Praise team, hii ni ofa. Mkale keki. Hawataki, msiende. Ole wake nimuone mtu amepanda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutajifunza kwa ufupi. We will learn a little bit about the word of God. So man of God from Zambia, you will understand. And the man of God from that church, you will understand. Okay? Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wote tutaelewa kile Roho Mtakatifu anataka tujifunze. All of us will understand what the Holy Spirit want to learn about that season. Amen. Amen. Nina kichwa cha ujumbe kinasema kwamba amua kuomba. Hallelujah. Decide to pray. Praise the Lord. Decide to pray in your life. Hallelujah. Amua kuomba kwenye maisha yako. Nitaenda kwa ufupi, nitatumia kama dakika 10 tu. Amua kuomba kwenye maisha yako. Unapoangalia watu wote wakuu, if you see any person that is great in any circumstance, is a man of prayer. Unapomwona mtu yoyote mkuu, ni mtu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu yoyote unapomwona mtu kwenye nafasi fulani, ni mtu wa maombi. Anywhere you see people in a great position or in a high position, is a man of prayer. Hallelujah. Is a man of prayer. Any man of prayer can stand in a high position or in a high realm of spirit, because God wants people that praying. Hallelujah. Mungu anataka watu wanaomba. Ndio maana kila muombaji unamkuta yupo kwenye level fulani za roho. Ukiwa kwenye level kubwa ya kiroho, kimwili lazima uwe kwenye level kubwa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Tunajifunza kwamba amua kuomba. Sitaki nifundishe maana ya maombi nini, ila nataka tuseme na wewe kulingana na muda kwamba amua kuomba. Umejifunza mara nyingi, umejifunza na unajua vifungu vingi kuhusu kuomba. You learn a lot about praying, and you have many scriptures about praying. But today I want to say something to you. Decide to pray. Decide to start praying now in your life. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Naamini watanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amua kuomba. Unajua kwenye haya maisha, unajua vifungu vingi vya maombi, umehudhuria semina nyingi za maombi, lakini bado hujaamua kuomba. Hallelujah. Tutasoma kifungu kimoja tu kwa sababu ya muda. Vingine nitavitaja, utajifunza nyumbani. Mwenye Biblia atanifungulia. Hallelujah. Decide to pray. James chapter 4 verse 2 to 3. Yakobo 4:2-3. James chapter 4 verse 2 to 3. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Decide to pray in your life in order to be a great person in a spiritual realm. Hallelujah. Amen. God wants people that pray. Anyone that can in any position is a man of prayer. Kila mtu mwenye nafasi fulani katika ulimwengu fulani ni mtu wa maombi. Hata kama ni ulimwengu wa giza, ni watu wa maombi. Hata kwenye ulimwengu wa nuru, watu waliofanya mambo makubwa ni watu wa maombi. Ni watu waliokaa kwenye maombi. Anyone in a spiritual, that have a spiritual, au na mamlaka rohoni, ni mtu wa maombi. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You can lead. Amen. Yakobo sura ya 4 mstari wa 2 unasema, yes. Watamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Malizia 4. Mstari wa 3 unasema, hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Mstari wa 4. Amen. Taishi hapo. Hallelujah. Amen. Amen. Matamani lakini hampati kwa sababu hamuombi. You desire and you haven't
because you doesn't pray, because you haven't pray. You have nothing because you haven't pray. If you pray, you can get that you desire. Ukiomba utapata kila umekusudia. Ukiamua kuomba pale umekusudia kufika, utafika. If you decide to pray, the area you want to go, you will go. In the name of Jesus, I pray for you in order to have a life of praying. Hallelujah. Amen. Nimekuombea kwa Mungu uwe na maisha ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nilipokuwa nawaza, nilikuwa nimepewa ujumbe kwamba amua kuomba, sio maombi. Sifundishi maombi, nafundisha kuchukua hatua. I preaching to you about to getting a step of praying. Hallelujah. Na kufundisha kuchukua hatua ya kuomba. Sikufundishi kuomba, sikufundishi maana ya maombi, ila nakufundisha wewe kuchukua hatua ya kuomba, kwa sababu natamani uwe mtu fulani. You desire to be any person. If you see the preachers, if you see a thinkers in high position, you desire and you to be like, but you are not praying. Nataka nikwambie kwamba huwezi ukawa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama uombe unataka uwe mhubiri kama mtu fulani, lakini kama uombe huwezi ukawa. Unataka uwe mwimbaji kama mtu fulani, lakini kama uombe huwezi ukawa. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwangalia Dr. Ipiana kabla hajatoa wimbo, anakuambia kuna wakati anafunga siku 3 kavu kwa ajili ya wimbo. Kuna wakati anaingia maombi ya marefu kwa ajili ya wimbo moja, ili watu watakaposikiliza wabariki. Lakini wewe unataka uwe kama yeye, lakini hujachukua hatua ya maombi. Nataka nikwambie leo, take a step of praying. Hallelujah. Chukua hatua ya kuomba, utaona mafanikio. Wengi tumesha kujua maana ya maombi, wengi tumesha kuwa na notes za maombi, lakini hatuchaamua kuomba. From now, take a step of praying. If you pray, you can stand in any position in a spiritual realm. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ukiamua kuomba utasimama kwenye position yoyote kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna kipindi nilikuwa nafikiria kuhusu baba yetu Moses Krola. Nikawa nafuatilia zoea alivyokuwa anabariki mioyo ya watu mpaka ameacha alama hata kizazi chetu, ingawa tukumuona kwa macho lakini tunajifunza. Nikawa naangalia zoea alivyokuwa na preach, zoea alivyokuwa anafanya injili zake, nikakuta zilikuwa ni injili zenye kugosa mioyo ya watu. Lakini sikuishia kuangalia hapo, nikaangalia siri nyuma yake. Ilikuwa ni mtu wa maombi. He is a man of prayer. Hallelujah. Alikuwa ni mtu wa maombi. Ukitaka uwe mwalimu mwenye kufundisha watu wanabadilika, amua kuomba. Ukitaka uwe mwinjilisti mwenye kubariki mioyo ya watu, amua kuomba. Ukitaka uwe kwenye praise inayobariki watu, amua kuomba. Sio sauti nzuri inabariki watu, sio mwenendo au zewe unaimba unabariki watu, hapana. Unabariki watu kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. The power of Holy Spirit that can bless people. Praise the Lord. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu ndio badili watu, inabariki watu. So namna ya kuimba is not how you sing, how you preach, how you teach. No, is about the power of Holy Spirit. And the power of Holy Spirit inapatikana kwenye maombi. Is only praying. Is only by praying you get a power of Holy Spirit. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sasa na maandiko nitataja mwishoni. Namalizia kwa dakika kama 5. Nitataja mwishoni. Nataka nikuonyeshe kwamba kwa nini inabidi uamue kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini inabidi uamue kuomba? Inabidi uamue kuomba kwa sababu moja. Una ahadi nyingi. Why you must decide to pray. You have many promises from God in the Bible, or by hearing, or by inspiration of Holy Spirit. You get many promises of God. But any promise you get from God, you must stand in your position of praying in order to get it. Bwana Yesu asifiwe. Lazima usimame kwenye nafasi ya kuomba ili uzipate. Tunaona wana wa Israeli. Wana wa Israeli waliahidiwa kwamba baada ya miaka 400 watakuwa wanatoka utumwani. Hallelujah. Hallelujah. Israel, he promised that after
400 years he can be saved from Egypt. But if, because he is not praying, he can be saved by 430 years. Haleluya. Baada ya miaka 430 ndio wana wa Israeli walitoka Misri. Napo Mungu anamwambia Musa, anasema kwamba nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Kwa ni wakati ambapo walipoona mateso yamezidi wakaamua kuomba, ndipo Mungu aliposikia na kwenda kuwaokoa. Licha kwa aliwaambia kwamba miaka 400 watatoka utumwani, lakini walikuwa waombi, walikuwa wamejisahau, na Mungu alikuwa anawasubiria waje kwenye room of prayer. Mungu alikuwa anawasubiria waje kwenye chumba cha maombi ili awarudishe, ili awaokoe. Kwa hiyo Israeli wakiwa utumwani, wao wanamsubiri Mungu aje waokoe, na Mungu yupo anawasubiri waingie wamuombe ili ashuke awaokoe. Kwa tunajifunza nini? Lazima usimame kuomba, ndipo utamwona Mungu akitenda zile ahadi. You must pray in order to see God can he give you those promises that he promised you by the inspiration of Holy Spirit, or studying Bible, anything, anywhere you get promise. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Natamani uelewe hata kama ni muda mfupi, lakini amua kuomba. Ni kweli unaomba, lakini utakuwa kama huyo ambaye unayo kwenye kichwa chako kama utaishia maombi hayo. Hayo maombi ya lisali moja hayatakufanya wewe uwe huyo ambaye yupo kichwani. Hayatakufanya uwe huyo ambaye unajiona. Utakuwa huyo unayejiona ukiamua kuomba na kudumu kwenye maombi. Ukisoma kwenye Biblia kwenye Kolosai 4:2-3 pale anaelezea kwamba dumuni katika kuomba na kukesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uamue kukesha. Yesu Kristo alikuwa ni Mungu lakini alikesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alikuwa ni mtu anayetaka matokeo. Ni mtu aliyekuwa anataka watu waokolewe na wakombolewe. Jesus Christ is a God, but can he pray? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus can he pray? Praise the Lord. Yesu aliomba sana, na mpaka leo sina mfano wake. Watu wanaomba lakini bado hawajafika kiwango alichoomba Yesu. Alikesha na kuomba siku zote. Kila wakati alijitenga na kukesha na kuomba. Nataka nikwambie ya kwamba amua kuomba. Nilitamani nifundishe ili somo, lakini kwa sababu ya muda tumeelewa kwa ufupi, lakini na kuacha na neno hilo, amua kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Pray without ceasing, man of God from Zambia. Pray without ceasing. Pray continuously. Like Luka chapter 18 verse 1. Pray continuous. And like Thessaloniki chapter 5 verse 17. Pray without ceasing, man from Zambia. Kwa mtu hapa Luka 18:1, dumu katika kuomba. Wa Thessaloniki wa kwanza 5:17, omba bila kukoma. Usiishie kuomba lisali moja, usiishie kuomba masaa mawili, usiishie kuomba masaa matatu. Omba bila kukoma. Majira yote omba. Huyo unayetaka praise, huyo unayetaka kichwani kwako hayupo kama uombi. Huyo mwinjilisti unayetaka kichwani kwako hayupo kama uombi. Huyo mwalimu unayetaka kichwani kwako hayupo kama ukiomba hayo masaa unayoomba. Lazima uamue kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tataja maandiko. Yakobo 4:2-3 tumesoma. Luka 18:1, wa Thessaloniki wa kwanza 5:17, Kolosai 4:2, Kolosai chapter 4 verse 2, Zekaria chapter 12 verse 10, Zekaria 12:10. Anaongelea roho ya neema na kuomba. Tunaomba kwa sababu kuna roho ya neema na kuomba. Nasema ombeni katika roho. Atakaye kuwezesha kuomba wrong time ni Roho Mtakatifu. Amen. Zekaria chapter 12 verse 10, we read about the spirit of grace and long that can help you to spend more time, more hour in praying is the Holy Spirit. No one can help you to pray long hours than the Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Muda wangu naona umeenda sana. Kwa sababu ya muda
Nitaishia hapa, lakini kwa muda wako amua kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amua kuomba, yaani usijifariji kwamba unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ungekuwa unaomba ungekuwa na matokeo. Huombi kwa sababu una matokeo. Haleluya. Ungeamua kuomba ungekuwa na matokeo. Ungekuwa unaomba ungekuwa na matokeo. Huna matokeo kwa sababu huombi. Bwana Yesu asifiwe. Na kama unaomba, unaomba vibaya. Yaani kuomba vibaya ni kuomba nje ya mapenzi ya Mungu. Pia kuomba vibaya ni kuomba masaa machache wakati Mungu anataka ombe masaa matatu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hamkuweza kuomba nani hata saa moja. Bible say you haven't prayed with me only 1 hour. So 1 hour is a minimum time of praying. 1 hour, only 1 hour. Hata saa moja. Yesu anauliza mitume. Hata. Yaani neno hata ina maana kiwango cha mwisho. Kwa kama huwezi kuomba hata saa moja, hayo matokeo unayotaka utayaona. Bwana Yesu asifiwe. Utayaona. Jina la Bwana libarikiwe. If you can pray in 1 hour, in 1 hour and above, you have no result in your life. You can see your result. Hallelujah. Kwa hiyo tuamue kuomba watu wa Mungu. Ni kwa ufupi, lakini naamini Mungu atakufundisha na Roho Mtakatifu atakufundisha. Niwashukuru kwa kunisikiliza. Ninaitwa Niza Mashaka Kalinga, nimeokoka na mpenda Yesu, natokea Iringa. Amen. Nitaenda kumshukuru Mungu kwa ajili